Kama mnavyojua, Baraza la Ardhi limeundwa kisheria, na katika moja ya majukumu makubwa ni kuendelea kutatua changamoto za migogoro ya ardhi katika maeneo yetu. Mtakumbuka sasa hivi moja ya migogoro mikubwa tulionayo hapa ni migogoro ya ardhi. Ardhi kwa maana ya mashamba, lakini ardhi kwa maana ya nyumba za mirathi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo niwaombe sana, kama ambavyo mmeapa katika viapo vyenu, muende mkasimamie kazi hii kwa weledi, lakini mkiwa na hofu ya Mungu na kujiepusha sana na madalali, kwa sababu wanaotuangusha ni wale wa mtukati. Kesi iko ya mtu fulani, atatafuta mtu, kuna mtu kati ataingia pale, atasema bwana, mimi naweza nikaongea na mjumbe wa baraza, haya mambo yakaisha. Naombeni sana, hili ni swala ambalo linatakiwa tu wote na hofu ya Mungu. Haki ya mtu aipate bila kutoa pesa, haki ya mtu apate bila kumjua mjumbe wa baraza, haki ya mtu aipate hata kama hana uwezo wa kifedha. Kwa hivyo mimi sina shaka kwa jinsi ambavyo nimewaona, naona ni watu ambao ni waungwana, waadilifu, na kuna vikao mbalimbali vya kuendelea kutathmini kazi ambazo zinafanyika. Kwa hivyo mtusaidie ili tuweze kupunguza kero hizi. Kwa hivyo tujitahidi tuifanye kazi yetu hii kwa hofu ya Mungu, lakini kwa weledi. Na mimi niendelee kuwapongeza wote waliobaki katika nafasi zao na wapya ambao mmeingia. Natakia kila laheri na kazi njema, mkijua kwamba Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan anatutegemea, anawategemea. Ndio maana mko hapa na mmeapa kwa ajili ya kumsaidia katika nafasi yenu kama wajumbe wa Baraza la Ardhi. Kwa mkoa wa Tanga ziko wilaya 8 na mabaraza yaliyofanya kazi yalikuwa ni 5. Tulikuwa tuna mabaraza ya Lushoto ambayo linafanya kazi Lushoto, Korogwe linafanya Korogwe, Muheza, Kilindi na Handeni. Lakini kwa wilaya ya Mkinga na wilaya ya Pangani bado hawakuwa na mabaraza. Yameshaanzishwa, lakini yalishindwa kuanza kufanya kazi kwa sababu hapakuwa na wajumbe. Sasa wajumbe wameteuliwa, kwa hiyo sisi tukuahidi kwamba tunakwenda kuanza kufanya kazi, na lengo kubwa ni lile la kupunguza gharama kwa wananchi, lakini pia kuhakikisha na hizo kesi zinakwenda kuisha kwa haraka, ili kusudi watu waweze kwenda kufanya kazi nyingine za kuletea taifa letu maendeleo. Tupende kukuhakikishia tu kwamba sisi tutaifanya hii kazi kwa weledi kama ambavyo tunatakiwa tufanye, kwa sababu tunafahamu kabisa bila kutenda haki kwenye haya mabaraza ya ardhi, ni kweli watu wanauana, ni kweli watu wanakuja kuwekeana visasi vya baadaye, hata vya watoto. Lakini sisi tutakapofanya kazi vizuri na kuamua kwa uaminifu, basi hii migogoro itaisha na mambo ya kesi ndogo za kuwekeana visasi havitakuwepo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba sisi utuamini tu kwamba kazi tutaifanya, na tunaomba Mungu atusaidie kama tulivyokwenda kuapa, tufanye kazi vizuri. Na nawakumbusha na wenzangu kwamba tumekula kiapo hapa, kila mmoja akafanye kazi kama inavyostahili.